Leo tuna wadada kwenye kipindi chetu wawili hapa ambao wana changamoto wote. Dada Violet ni mgeni, amekuja kwa mara ya kwanza kwetu, lakini ana changamoto zake. Na dada Martha huyu ni mwenyeji, alishafanya kazi na sisi. Lakini ndio hivyo, amerudishwa, si ndio? Alikuwa kazini huyu. Huyu hatujampokea kabisa. Violet hatujampokea kabisa. Martha yeye tulishafanya naye kazi akamalizaga mkataba. Mlihakikisha alimalizaga mkataba? Tulihakiki. Kwa hiyo huu ni mkataba wa pili. Mkataba wake wa pili. Ndio umeishia njiani. Miezi minne kafanya. Okay, sawa. So tuanze na mgeni kabisa. Mgeni karibu. Asante. Tumesema kipindi chetu hapa ni changamoto. Mara nyingi wageni huwa tunawakaribisha kwenye mradi wetu, kwa maana ya kuwakaribisha sasa tuanze kufanya kazi pamoja, lakini wewe tunakukaribisha hapa kwa ajili ya kuizungumzia changamoto ambayo umekutana nayo, na sisi pia inatupa experience ambayo inabidi tuitumie kuelimisha ili wale wengine wanaokuja na wao waweze kupata uelewa na waweze kuwa makini zaidi wanapotaka kujiunga na sisi, wasije wakapitia changamoto ambayo wewe umeipitia. Si ndio? Wewe umetokea wapi? Umetusikia wapi? Kwenye mtandao. Wakati unachukua namba ulikuwa wapi? Ulikuwa Morogoro. Naomba ukae hivi. Umeona mimi sijakaa hivi, wewe umekaa hivi. Kaa hivi. Na mume wako. Nakaa naye Morogoro tuseme. Akasema hivi nenda ukapambane. Kwa sababu niliongea na nyie kwanza kabla sijamwambia tangazo. Akasema hivi nimeongea nao, ameniambia mkataba ni mwaka mmoja. Na wewe tayari kwenda mkoa wote. Ndipo mwambie akasema hamna shida kwa sababu maisha ni kutafuta. Nenda ukapambane mwaka mmoja. Utafute mtaji. Mtoto ninaye mmoja akasema ongea na mama mwambie. Mwaka na kazi. Nikaongea na mama kwa akasema mtoto mlete tu kwa sababu wifi yake yuko shule imemshinda. Ana kuangalizia. Kwa nilivyoongea na dada, kuna mdada niliongea naye akanipa maelekezo kwamba nitakiwa uje na utambulisho. Unapotoka. Kwa nilienda kwa mwenyekiti huko Morogoro. Mwenyekiti nikamwelekeza, akanipa hiyo barua ndio nikaja naye nikachukua na kitambulisho changu nikaja. Ndio nimekuja jana sasa gari kali na kama nilikuwa natokea mbali kwa Geita. Naridika mara mbili. Hapa nimefika kwenye saa 1. Hivi eti saa 2 na madakika kuelekea saa 3. Kwa maana wewe dada anaelekeza kwamba ndio Tegeta ukifika hapo boda nani wanakajua. Boda. Kwa hivyo fika pale nyuki boda kanileta mpaka hapo. Ananiambia niko nje ya muda. Basi mimi ndio hapo sina ndugu huko ndio nafika. Kabidi tu tena pale kaka mmoja boda. Wakati unaelekezwa kuja uliambiwa muda wa kufika kituoni? Yaani muda ambao unatakiwa kupokelewa? Ukaambiwa? Aliniambia tu simpigie simu nifika hapo Tegeta Nyuki. Yaani wewe utapigaje simu ukifika Tegeta Nyuki kabla uje, wakati unaanza kuwasiliana na sisi mpaka unaelekezwa uje na utambulisho, ukuambiwa ni muda gani ambao unatakiwa umefika kituoni? Kabla baada ya hapo utapata mapokezi. Hakukuambia? Hiyo ya kuambiwa sasa muda mimi sasa. Ya kipindi tunaongea nipo nyumbani bado hata sijaanza safari. Niambia muda wala nini. Mimi tu nikafanya huo utaratibu ndio usema ndio nikaja. Sasa nimefika hapo Tegeta Nyuki ile nampigia. Nimeshafika Tegeta Nyuki nielekee wapi? Dada sasa mbona umechelewa sasa tupokee watu sasa hivi imeshakuwa ni usiku. Unaona hapo sasa nimeshampa na boda aniambia kwamba mimi kwa dada Joyce Claire anapajua. Ndio akanifikisha kwa ile nikamwambia sasa huyo boda nisaidie sehemu ya kulala. Boda nitokane sehemu moja na sana. Ndio akasema asubuhi uje tutakuhudumia. Nimekuja hapa saa 1. Akasema hawezi kunipokea kwanza hawaamini na tukizungumza. Kwa hiyo jana ulienda kutafuta sehemu ya kulala?
baada ya kuambiwa muda umeshaisha. Changamoto gani uliokutana nayo nyingine? Maana ya kwanza, jana ulichelewa kuingia kufika hapa, na huo ni muda ambao sisi kama kituo sijaamini kama hawajakuambia muda gani ufike, lakini wadada wengi wanaambiwa ikishafika muda fulani. Wenzako wanaotoka hiyo mikoa ya mbali wanalala stendi. Ukifika usiku unakaa pale stendi masaa 24, watu wamejaa. Unakaa pale, hata mimi nishawahi kusafiri kwenye mikoa ya mbali. Ukifika huko stendi unatulia, muda unaenda, asubuhi ndio unatoka unaelekea unakoelekea. Kwa hiyo wadada wengi wanaotoka mikoa ya mbali tunawaelekeza, umekuja umefika sijui ni Magufuli au ni stendi, ni usiku. Kama una hela unabidi utafute guest ulale. Kama hauna, tulia hapo stendi mpaka pakuche. Umeelewa huo ndio utaratibu wetu, na tunawaambiaga wadada wengi hivyo. Yaani hii kesi kwako ndio ya kwanza. Yaani hiyo kwamba wewe ukuambiwa, hiyo ndio wengi wanaambiwa. Sasa unafika saa ngapi? Masaa 24 zia tufanye. Wewe benki unaweza kwenda usiku ukakutana na wahudumu? Nakuuliza, unaweza kwenda? Hujawahi kwenda benki? Hujawahi kwenda. Kwa hiyo unajua tu nikienda hata saa 6 za usiku benki nitakuta watu watanihudumia. Nakuuliza. Maana sasa lazima uelewe kila ofisi zina utaratibu. Usifanye kama vile, yani sisi utaratibu wetu hauna maana. Tunaposema kwamba mwisho ni saa fulani, maana yake wafanyakazi inabidi waende wakapumzike, waje tena asubuhi wafanye kazi. Yani tuna masaa ya kazi kama ambavyo ofisi nyingi. Wewe hata serikalini unaweza kwenda usiku kuhudumiwa. Ndio sasa usiuone kama ni waajabu. Ukifika mahali ukaambiwa jamani saa hizi muda umeisha, ni sawa sawa na ungesema saa 10, baada ya saa 10 uende ofisi yoyote ya serikali. Uwezi ukapata huduma. Labda zile ofisi kama ni polisi na hospitali. Hizo ndio zinafanya kazi masaa 24. Sasa ya kwetu sio hospitali wala sio polisi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza uelewe kwamba tuna muda. Sasa kama ofisini hawajakuambia, hii ni shida yetu. Yaani kama nyinyi hamtoi taarifa kwa hawa dada, mtakuwa amwatendei haki. Kwa sababu ndio kama hivyo dada hakuwa sijui na hela ya kwenda kulala hata guesti. Guesti siziko hata za 10,000. Jirani kwetu tu hapa kuna dada wanachelewaga, wanaingia wanalala 10,000. Kwa sababu umetoka Geita umetumia shilingi ngapi kufika kwetu? 70,000. Kwa hiyo unaweza kukosa 10,000 ya kulala guest. Wengi wanakuaga anakaa kibati kake, analala guest hapo, asubuhi anakuja hapa ofisini anahudumiwa. Kwa sababu sisi pia kupokelewa hapa inachukua muda, mpaka tupige simu nyumbani kwenu, kwa wazazi wako, kwa huyo mjumbe aliyokupa barua. Yaani ni process. Sisi hatuokoti tu wadada, hatuchukui tu. Unapoambiwa njoo na vigezo hivi na hivi na hivi, ukifika hapa vinahakikiwa. Sasa ukija usiku, nani wa kuhakiki? Watu washachoka, wamefanya kazi toka asubuhi. Kwa hiyo nataka kwanza hapo uelewe, lakini sio tu wewe, na wale wengine wanaopanga kuja hapa wajue kabisa kuna utaratibu ulionyooka ambao inabidi ufuate. Usipoufuata wewe ndio utakapata changamoto. Si ndio ila hapo kwamba sina ushahidi kwamba uliambiwa muda gani ufike, kwa sababu kuna dada wengine wanaambiwa muda lakini bado anachukulia. Sijui hiyo, siwezi kukuhukumu kwamba uliambiwa muda gani. Hiyo unasema ukuambiwa, kwa hapo napaacha kwamba nisisitize ofisi yangu ihakikishe inatoa muda. Mtu yote anayeulizia kuja hapa aambiwe muda ambao atapokelewa. Amechelewa akae zake stendi au atafute sehemu alale, aje asubuhi. Aje mida ya kazi. Okay, labda Akila utuambie. Wewe kwanza hiyo jana dada ulimuona? Nilimuona jana usiku alikuja, alikuwa alimwateni wengine, ila mimi nilimuona tu. Hapo alifika getini akapewa utaratibu kwamba sasa hivi ni usiku kulingana na muda, na anasema kuambiwa, lakini aliongea na mhudumu hapa. Muda anasema kwamba gari linaharibika, kwa sababu alitoa taarifa kwamba mimi nipo njiani, ila gari nilolipanda linaharibika sana, kwa hiyo nitachelewa.
Kwa hiyo tu ikawa imeindicate kwamba huyu mwenyewe anajua kwamba muda wa kuja kwenye ofisi ni muda gani, kwa sababu alipoona anachelewa alipiga simu. Alipiga kabla ya hiyo usiku, alipiga simu akasema mimi gari letu linaharibika, kwa hiyo nitachelewa. Mdau bado hajafika Magufuli, alisema bado hajafika stand ya Dar es Salaam. Akaambiwa okay, ukifika Dar es Salaam sisi tunapatikana Tegeta Nyuki, lakini muda wetu wa ofisi mwisho wa kuwapokea ni 10:30. Ila tunapatikana Tegeta Nyuki. Kwa sababu yeye alitoa taarifa hata kabla kabisa hajaona amechelewa, alipiga simu kusema kwamba gari lao limeharibika na anahisi atachelewa. Kwa hiyo alipewa utaratibu. Baadaye alipokuja akaambiwa wewe tumekwambia, yuko hapo getini anaambiwa muda wa kupokea wadada umepita, lakini unaweza kaa sehemu za karibu ukatafuta sehemu ya kulala asubuhi na mapema wewe ukaja kuanzia 1:00 sisi tuko wazi. Kwa hiyo utakuja tutakuhudumia asubuhi. Akawa ni mbishi vibaya mno hapo getini. Hawaelewi, mimi siwezi kuondoka na mtaka Joyce niongee naye. Anaambiwa huu ndio utaratibu, lazima ukubali kuufuata. Kwa hiyo kwanza jana alikuwa anabishana na watu pale getini, hataki kupatiwa huo utaratibu. Baadaye nadhani alikuja tu akakaa pale nje akasema mimi nalala papa nje. Wakamuacha. Kwa hiyo baada ya muda nadhani alikaa peke yake tu akachoka akaona aondoke. Leo asubuhi ni tumeingia ofisini, ndo alikuwa mtu wa kwanza kufika kumwattend. Kwa hiyo kama kawaida tukachukua barua yake ya utambulisho, ndo kitu cha kwanza ambacho waga tunakizingatia. Baada ya kufanya mazungumzo naye ya mwanzo, karibu umetoka wapi, ni barua yake. Kwa hiyo kwenye barua yake tunaangalia vitu vyetu vya muhimu ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye barua. Yaani ni lazima viwepo. Kwa mfano ile passport size ambayo inamuonyesha vizuri sura yake na iwe imegongwa muhuri kutoka kwenye serikali ya mtaa. Na namba ya mwenyekiti ambaye amegonga hapo muhuri lazima iwepo pamoja na jina lake. Sasa hivyo vitu vingine almost vyote alikuwa amevizingatia. Kasoro hiyo passport size imechakaa, yani ni ya muda mrefu, imekatika, ni kama vile haina hata sura ya mhusika. Yani hatuwezi kujua kama hii barua inamtambulisha exactly mtu anayekuja kuomba kazi. Sasa siku tu ni lazima tuwe, yani hakuna doubt, yani atakuwa hiyo sura iliyoko hapa tuione kabisa ni ya huyu mtu. Mara nyingi tunasisitiza kabisa hakikisha passport yako inagongwa muhuri na picha inakuonyesha wewe, hata kufunga ile hijabu hivi aturuhusu, ili kwamba sura ionekane. Au mtu kufunga kitambaa tunawaambia kabisa kuanzia mwanzo usifunge kitambaa kichwani ambacho kitakusababisha sura yako ishindwe kuonekana vizuri. Yeye katuwekea passport ambayo haimuonyeshi hata kama ni yeye. Kwa hiyo nikamwambia hii passport hapa yani imechakaa, tu umeipiga lini, imeshafutika mpaka kufutika sura yako. Na ni ndogo, yani kiasi kwamba hatuwezi jua hata kama hii passport ni ya kwako au sio ya kwako. Lakini pia kwenye information zetu sisi hao wanatupigia simu kabla. Kwa hiyo unakuta mpaka anavyokuja tayari tuna information zake za mwanzo. Ambazo sisi tunakuja kuhakiki na information ambazo atakuja nazo atakapofika hapa. Kwa hiyo yeye alijitambulisha kwamba ametoka Geita. Kipindi ambacho tunaongea naye mimi natoka Geita, natoka Geita na nini, muda wote tunaozungumza naye. Kwa hiyo barua ya utambulisho tunaangalia imetoka Morogoro, ndo tunaanza sasa conversation. Mbona barua ya utambulisho imetoka Morogoro, ni kwa nani? Kwa sababu sisi barua zetu ni lazima itoke kwenye makazi ya kudumu. Sababu wengi wao utakuta labda wamepanga, ila kwenye kupanga kuna kuhama. Kwa hiyo ili kwamba tuwe na exactly sehemu ambayo mtu anatokea, hata kama kutatokea shida yote kwake au kwa huyu ambaye ni client wetu, tuweze kuaccess sehemu ya huyu dada anakotokea. Kwa hiyo sasa huo uhakika au halali wa makazi yake ya kudumu yakawa tena yana changamoto nyingine. Kwa hiyo tukamwambia information zako ulizojitambulisha nazo kipindi unaomba kazi ni tofauti na information ulizozileta leo muda ambao unataka kazi. Kwa hiyo kuamini kwamba wewe leo ni mtu wa Morogoro while ulijitambulisha na information zote za mwanzo zipo, mpaka profile anayo ya kwamba yeye ni mtu wa Geita. Alitengenezea profile yake kwamba ni mtu wa Geita. Alafu leo tuna barua ya mtu wa Morogoro. Kwa hiyo tukamwambia sasa hapa hii ni tatizo. Sisi baadaye ikitokea hata wewe umepata shida tujui wewe ni mtu wa Morogoro au ni mtu wa Geita. Kwa hiyo sasa hizo doubts za information zake, alafu pia barua yenyewe hatuwezi kumpokea nayo kwa sababu sura yake yaani pale haionekani clear kwamba huyu ndio mwenye hiyo sura. Alafu baadaye katika conversation tunaongea naye akaanza kusema mimi najua na nini, hizo information zote huyu anazo mpaka hadi siku ya kwamba haruhusiwi kuja Jumapili anajua, kwa sababu ametujua pia mbali na mtandao. Hajasema hapa kupitia dada ambaye anaitwa Maria. Last time tulifanya naye, I don't know kama tulifanya kwa Teta, alirudishwa hapa, alivunjwa mkataba, ndio mtu wake wa karibu. Kwa muda tunaongea naye na mdadisi vitu vingi anavijua sana vya kichwani. Nikamwambia wewe mpaka hizi information zingine umejulia yapi? Ndio akasema unamjua Maria ile juzi amefukuzwa sijui kwenye mkataba, ameshindwa kuendelea, amevunja mkataba. Huyo ni wa Morogoro sina nini, ndo rafiki yake anayejuana naye. Nikamwambia kumbe wewe hizi information unazo vizuri. Kwa information zingine bali na kama sisi tumempa, lakini anazo information nyingi sana za utaratibu wetu kutoka kwa huyo Maria ambaye alikuwa hapa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa maana ya utaratibu yeye mwenyewe information zake zilikuwa hazipo clear kabisa, na mtu yote ambaye anatupa doubt, sisi kwetu ulinzi na usalama kama ambavyo tunausimamia kama moja ya nguzo zetu ni mkubwa, hatuwezi kumpokea kwa sababu hiyo hatujui uhalali na uhakika wa sehemu yeye anayotoka. Umesikia dada Violet sisi
swala la usalama na ulinzi na usalama sio kwa wale tu waajiri wetu, hata kwa nyinyi wateja wetu ambao mnataka kufanya kazi na sisi. Yani hicho kitu kwetu ni kipaumbele kikubwa. Sisi kwetu sio pesa. Sawa Yani wewe kama ungekuja hapa daraja la kwanza la mshahara wa 1,500,000, bosi kukupata, hela ndogo anayeweza kulipa ni 500,000. Hela ndogo. Huyu ni bosi ambaye atakusubiria, anasubiria huduma kwa muda wa wiki 8. Anatulipa 500,000 kupata huduma. Kama anataka asubiri wiki 1, atalipa 1,000,000 kama hana muda wa kusubiri wiki 8. Akasema anasubiri wiki 1, tutampa huyu dada kwa 1,000,000. Na akisema mimi jamani nahitaji kumpata dada ndani ya masaa 24, analipa 2,000,000. Sasa dada Violet, sisi tunakurudisha wewe ni sawa na kurudisha 2,000,000 au kurudisha 1,000,000 au kurudisha 500,000. Kwa hiyo kwetu sisi pesa haina thamani. Chenye thamani ni utu wa watu, chenye thamani ni usalama, ulinzi na usalama wako wewe, kwamba siku yoyote ukipata shida yoyote tujue wewe ni wa Geita, ni wa Morogoro, ni wapi. Sasa sisi wewe umekuja hapa, information zako zimekatakata kona. Ndio maana umefikia hapa. Alafu nafikiri wako wadada wengi, sio wewe tu, wako wadada wengi ambao wakifika hapa tunakagua taarifa zao, na sio ukija hapa usitegemee utamana ulikuwa unadai kumuona Joyce Kiria. Mimi sasa hivi ni CEO, ni mkurugenzi wa taasisi. Wako wafanyakazi ambao wanafanya hizi kazi, wasaidizi wetu. Kwa hiyo utakapokuja hapa ukapewa utaratibu, huo ndio utaratibu wa kituo. Sio lazima uje eti ukutane na mimi nikufungulie geti, mimi ndio nikusikilize, mimi hapana. Inabidi na nyie wadada wa kazi mkue, tena ndio ninachowafundisha kwamba usiishie tu kuwa dada wa kazi milele. Kuwa mkurugenzi na wewe siku moja. Unapokuwa na mkurugenzi utakuwa na wasaidizi. Kwa hiyo ulikuja hapa ukapewa utaratibu, wewe ukahisi labda huo utaratibu wanaokupa wanakosea au wanakuonea au vipi, ukawa unadai unataka kumuona Joyce Kiria. Kwani ukimuona Joyce Kiria ndio utaratibu hautafuatwa? Tena mimi ndio mkali kweli kweli. Unasikia dada Joyce? Kabla sijasikia ndio nitakupa muda. Nataka kwanza uelewe, usikimbilie kunijibu, kujitetea, inabidi uelewe. Ili mtu yeyote anayesema anataka kwenda kwa Joyce Kiria kufanya kazi ajue kwa Joyce Kiria mambo yamenyooka. Kule hakuna kona hata kidogo. Unakuja hapa kuna mishahara mizuri, kuna ulinzi mzuri wa mikataba, hautadhulumiwa hela zako, utafanya kazi katika namna ya utu, hakuna bosi atakaye kufukuza au kukudhalilisha, lakini lazima tufate maadili tunayoyazungumza kila siku. Kwanza ukweli. Wewe mwenyewe jambo kubwa hapa linaloonekana, wewe sio mkweli. Kitu cha kwanza kwamba umekuja na taarifa ambazo hazieleweki, umeweka kipassport size ambacho hata sura yako haionekani. Tunajiuliza unataka ukafanye tukio gani ili tushindwe kukupata labda kwa kutumia picha yako ya passport size. Ile passport naona nilipoiweka imejikunja sawa, kama imejikunja na umefika hapa umeambiwa dada hii passport yako unaona jinsi ilivyokata, hauonekani sura. Si unasema tu jamani basi nitapiga nyingine, uonyeshe ushirikiano, lakini sio kuleta ubishi. Alafu ngoja kwanza, pointi yangu nilikuwa nataka kumalizia. Huyu unajua kwa nini nimemleta kwenye content, kwenye kipindi? Kwa sababu kuna wadada wengi wanarudishwa. Jana jioni kuna dada tumemrudisha ambaye pia tena tulikuwa tuko radhi tumkatie tiketi ya kurudi kwao. Wapi? Sengerema Sengerema. Lakini baadaye tiketi yake wakati pale tunataka kuikata ni 85,000. Tulikuwa tunataka kuingia hiyo gharama ya kumkatia tiketi. Kwa sababu sisi kipaumbele chetu sio tu kukusanya kuokota tu dada yote na kumpeleka kwa mwajiri. Hapana, ni lazima muweze kuzingatia vile vigezo na masharti tulivyoweka kwa ajili ya ulinzi wenu na usalama wenu. Kwa hiyo jana hapa kuna dada ambaye mwishoni sasa alivyoona tunataka kumkatia tiketi, nafikiri zile hela tungempa angepokea. Lakini kwa sababu tunajua wadada ni wasanii waongo, wengi waongo hawajanyooka. Ndio maana tuko hapa sisi, kazi yetu ni kuwafundisha maadili. Na mkizingatia maadili yatawafikisha mbali. Mtafika nilikofika mimi. Mtapiga hatua. Ndio maana mimi kazi yangu kubwa hapa ni kuwafundisheni kupitia hizi kazi, kwamba mjue mkiwa waaminifu kwenye hizi kazi ndogo Mungu atawanyanyua afikishe mbali. Lakini mkianza kona kwenye hizi kazi huwezi kufika popote. Ndio maana unakutana na vikwazo kama hivi. Sasa yule dada wa jana aliyerudisha ilikuwa ni issue ya umri. Anadai ana miaka 20, lakini ukimwangalia kabisa hivi unamwona analingana na Listoni wangu yule ambaye ana miaka 13. Na sisi hapa tunafanya kazi za mikataba. Alafu huyo ukimwangalia unaona kabisa huyu hata kazi za ndani huyu mbona bado.
ni kadogo, yani ni kadogo, lakini kama andikiwa barua inadai ana miaka 20. Kwa kweli ndio maana tukasema hapana, huyu bora tumsaidie hata nauli arudi. Lakini mwishowe akasemaje? Sirudi. Alienda wapi? Tulimtafutia sehemu akalala jana usiku kwa sababu ilikuwa ni usiku, ili leo alisema leo atatafuta mwenyewe kazi ya kufanya. Kwa hiyo sisi angalau kwa jana tulifanya